Bwana, msemaji wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans Ali Shabani Kamwe amezungumzia kuhusiana na ujenzi wa uwanja wa kikosi hicho cha Yanga na akitangaza rasmi ya kwamba klabu hiyo imetoa tenda kwa ajili ya kujitokeza kwa makampuni ya ujenzi ya uwanja huo, na taarifa hiyo ikijieleza kwamba tayari Yanga kwa sasa inakwenda kushirikiana na makampuni kadhaa kwa ajili ya ujenzi ya uwanja huo pale pale kunako viunga vya Jangwani, na Yanga toka waanze mchakato huo umechukua muda kadhaa hivi sasa, lakini baada ya kupata kibali rasmi na hati ya kiwanja hicho kutokea kwa serikali, Yanga imeanza rasmi sasa mchakato huo wa ujenzi wa uwanja. Mbali na taarifa hiyo pia msemaji amegusia kuhusiana na issue ya Musa Bala Conte kuhitaji pia kuondoka klabuni hapo pamoja na Celestine Ekwa hatima yake, lakini pia yupo goalkeeper Djigui Diarra ambaye pia anahusishwa na baadhi ya vilabu kuhitaji saini yake. Young African Sports Club ambao utajengwa pale makao makuu ya club Jangwani jijini Dar es Salaam, na taarifa hii ni mwendelezo baada ya klabu yetu Young Africans kukabidhiwa sasa hati ya kumilikishwa eneo lile, eneo ambalo tuliliomba kwa serikali yetu tukiwa tuna dhamira ya dhati ya kujenga uwanja pale. Baada ya hati ile kutoka, kamati yetu tendaji ambayo inaongozwa na rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said ilikutana na kujadili sasa muendelezo baada ya pale. Ambacho kimejadiliwa na kupitishwa kwa sasa hivi ni klabu yetu Young African Sports Club kutangaza tenda hiyo kwa makampuni, mataasisi, watu binafsi ambao wangependa kushirikiana na klabu yetu Young Africans kwenye ujenzi wa uwanja wetu wa Jangwani pale makao makuu ya klabu yetu. Tenda hii tumeitangaza leo na tutaitoa pia kwenye magazeti kwa ajili ya watu wengi kuweza kuona, na tumetoa kipindi cha siku 14 tu. Siku 14 hizi kwa yoyote ambaye atakidhi vigezo, maanake sio tu sasa kila mtu anaweza kuomba, atakidhi vigezo kama ambavyo tumeviainisha kwenye barua yetu, ikiwemo uimara wa taasisi yenyewe kifedha, imethibitishwa hiyo taasisi kwenye uimara wake wa kifedha. Yanga haiwezi ikashirikiana tu na watu janja, lazima tupitie vitu vyote hivyo, alafu ndani ya siku 14 zikishamalizika tutakuja sasa kutangaza ni nani ameshinda tenda hiyo kushirikiana na klabu yetu kujenga uwanja wa klabu yetu ya Yanga. Mwenyekiti, mwanzo taarifa ilikuwa ni GSM kwamba ndo atakuwa chini ya mwamvuli huo, lakini kwenye taarifa kwamba wadau makampuni ambao pia wana uwezo kifedha. Nini kimetokea hapa kwa GSM ilikuwa chini? Yes, mdhamini na mfadhili wa klabu yetu Halib Said Mohamed kupitia GSM Group of Companies, awali yeye alionyesha dhamira ya kutaka kushirikiana na uongozi wa klabu ya Young Africans kwenye kujenga uwanja wa klabu yetu. Alichokifanya GSM ni kuonyesha dhamira kwamba nina utayari mimi kama GSM kushirikiana na klabu ya Yanga, lakini dhamira yake pekee haitoshi. Ni lazima turudi kama taasisi, tupite katika misingi sahihi, iwe fursa ya watu wengi. Kuna watu wako nje wanatamani pia kushiriki na klabu yetu kujenga uwanja wetu wa Yanga, lakini hapakuwa na mchakato. Ndio hapa kinapoingia kile kipengele cha good governance, utawala ambao ni bora. Utawala bora ni katika hivi. GSM kaonyesha dhamira, yeye ameshasema public, lakini pengine kuna mdau mwingine, kuna kampuni nyingine inataka kushirikiana na klabu ya Yanga, ilikuwa nataka wa mlango ufunguke waweze kupita kuweza kufahamu taratibu. Na ukiangalia ile taarifa yetu imeonyesha vitu vingi, ikiwemo makubaliano hata ya naming rights. Ukija pale taasisi imeweka hela ya kutosha, makubaliano kama tendaji, unaweza kupata pia naming rights ya ule uwanja. Kwa hiyo GSM alionyesha dhamira, lakini uongozi wa klabu ya Young Africans umefuata ule utaratibu wa utawala bora wa kutangaza tenda. Kwa tunaamini sasa mdhamini na mfadhili wa klabu yetu GSM kwa dhamira ambayo alionyesha awali
atafuata ratibu ambazo kamati tendaji imezitangaza kwa maana ya kuomba hiyo tenda, lakini tunaamini pia makampuni mengi sasa hivi chapa ya klabu ya Young Africans ndio chapa bora, chapa namba moja, chapa inayovutia mataasisi mengi kushirikiana nayo. Kwa tunaamini wengi wataomba hiyo fursa, na tumetangaza njia za kuomba ni kupitia email address ya klabu yetu. Hauwezi kuwa unamiliki hela nyingi ukawa huwezi kutuma email. Maki mkaanza hapa namba ya WhatsApp hatuna. Matajiri wanawasiliana kwa email. Kwa hiyo tumetangaza email yetu ile info@yanga.africa. Ukiingia pale unatuma maombi yako alafu tutayapokea. Kwa hiyo GSM na wadau wengine ambao walikuwa na dhamira hiyo, dhamira ambao walionyesha GSM na wengine walikuwa na dhamira hawajaionyesha, sasa mlango umefunguliwa na kamati tendaji kuja kuomba tenda hii. Ni siku 14 tu. Yaani leo ni tarehe 9 mpaka tarehe 23 inshallah tunaamini tutakuwa tumeshafunga zoezi hili. Watu wengi nazungumza, hii sio tu hapa Tanzania, ni mpaka nje ya mipaka ya Tanzania ambao wanataka kushirikiana na klabu yetu kujenga uwanja wa kihistoria. Fursa ni mfukoni, ni wiki mbili tu, siku 14 jambo hili litafungwa, alafu tutakwenda kwenye mchakato unaofuatia. Sisi tungekuwa tunataka kufanya siasa kwenye hili jambo, hata mchakato wa tendo tungetangaza miezi 3 au tungetangaza miezi 6. Tumeelewa, tulikuwa tunataka tufanye ujanja, lakini tunataka tukimbize mchakato. Tunataka tukimbize mchakato, na ndani ya kipindi kifupi kijacho inshallah basi ujenzi uwe umeanza pale Jangwani. Kwa hiyo tumetoa siku 14 kwa maana tunaamini makampuni, mataasisi, wadau mbalimbali ambao wanataka kushirikiana na klabu yetu kuja kujenga uwanja watatuma maombi yao ya kutaka kuinunua kupata itenda, na wakishapata itenda maana yake hakuna kulaza damu. Tukishafunga siku 14 tunapeleka katika hatua inayofuatia, ujenzi unakwenda kuanza. Kwa hiyo hili sio jambo la kisiasa. Wala utasikia kwamba wanachama wa Yanga sasa kanunueni nini yale makwanja mwenye jembe twendeni tukafyeke. Hapa sisi tunakwenda kwa mchakato ambao umekaa kitaalam, na kama ile tendaji unatuongoza tunapata uwanja wa kihistoria.